Ndio ujumbe wetu, ladha ya utakatifu wetu. Ladha hii ni sharti unaposhiriki mwili na damu, ni sharti ufahamu kwamba wewe unayeshiriki ni mtu wa namna gani. Bwana asifiwe. Na mtu wa namna gani itakuhakikishia kwamba unastahili kushiriki. Usipostahili kushiriki, basi utastahilishwa kwa neno hili, maana neno hili litakufanya usogee kwenye kushiriki hii ladha. Ninaomba sasa nisome neno la Mungu kutoka waraka wa Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakianguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Bwana asifiwe. Tumepata uokovu kwa neema, wana wa Mungu, tumepata uokovu kwa neema. Kwa nini? Kwa sababu tumeshirikishwa kipawa cha mbinguni. Bwana Yesu ametushirikisha kipawa cha mbinguni kwa njia ya mwili na damu yake, kwa kutushirikisha. Maana siku aliposhiriki kwa mara ya mwisho alisema, sitashiriki tena, sitakunywa tena mzao wa mzabibu mpaka utakapotimizwa mbinguni katika ufalme. Kule utatimizwa. Nyinyi nawaonjesha, na endeleeni kufanya hivyo kwa ukumbusho wangu mpaka siku nitakaporudi. Na aliposema hivi Bwana Yesu, huko katika mwigi wa maneno ya Biblia alikuwa amesema na wanafunzi wake 70 alipowatuma waende kila mahali alipotazamia kwenda yeye mwenyewe. Wale wanafunzi walipokwenda kule, kwa jina la Yesu mapepo yalitoka, kwa jina la Yesu watu walipokea uponyaji, wakarudi kwa furaha, wakamwambia Bwana, tunashukuru kwa sababu furaha yetu ilikuwa tulipolitaja jina lako Yesu, mapepo yalikuwa yanatutii kwa jina lako. Bwana Yesu akawaambiaje? Msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Lakini katika mwendelezo Bwana Yesu anasema, je, atakaporudi mwana wa Adamu ataiona imani duniani? Bwana asifiwe. Imani yetu ambayo imepandikizwa na kujengwa katika msingi wa neno